Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari masomo ya Dominika ya kwanza ya Kwaresma mwaka A. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya pili aya 7 hadi 9 na sura ya 3 aya kwanza hadi 7. Somo la pili ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya 12 hadi 19. Injili ni ya Mathayo sura ya 4 aya kwanza hadi 11. Ndugu zangu, katika safari yetu hapa duniani, shetani hawezi kuacha kutujaribu. Aliwajaribu Adamu na Hawa na wakashindwa. Rejea somo la kwanza. Yesu mwenyewe alijaribiwa na shetani, ingawa Yesu alimshinda shetani. Rejea Injili. Tunatakiwa kumshinda shetani kama Yesu alivyomshinda. Tutumie neno la Mungu kama Yesu ili tuweze kumshinda shetani. Kwa hiyo tunakumbushwa kusoma mara nyingi neno la Mungu na kusikiliza kwa umakini tunaposomewa neno la Mungu, liwe kama silaha ya mapambano yetu dhidi ya Ibilisi. Kama inavyoonekana katika somo la kwanza na katika Injili, shetani anajileta kwa mwanadamu akijifanya kama rafiki yake, kana kwamba anajali mahitaji yake ya kimwili hasa. Lakini lengo lake ni kumwangusha mwanadamu kama alivyowatendea Adamu na Hawa, na akafanikiwa, na ikawa ni mwanzo wa dhambi ya asili. Ila Yesu ambaye ni Adamu mpya, mwenye kutuingiza katika upya wa maisha, mwenye kutuingiza katika hali ya wenye haki, rejea somo la pili, alimshinda shetani akitumia maandiko matakatifu. Ukweli ni kwamba mwanadamu ana mahitaji mengi, ni kweli. Shida ni kwamba shetani anamshawishi kuyashughulikia mahitaji yake kwa kuvuka mipaka iliyowekwa na amri za Mungu na amri za kanisa la Mungu, au hata sheria zenye busara za wanadamu. Shetani anakuaminisha kwamba wewe, ili ushughulikie mahitaji yako, si vibaya kuiba, kusema uongo, kudhulumu, kujihusisha na rushwa na ufisadi, kuwaendea hata waganga wa kienyeji na kujihusisha na mambo ya ushirikina, hata kuingia katika Freemason, eti kwamba unatafuta utajiri. Yana anakuangusha kwa namna hiyo. Yeye anakuonyesha kwamba anakupenda na kujali, lakini kumbe anataka kukuangusha. Anakuingiza hata katika mauaji, hata kuwaua albino na watoto, hata kutoa kafara ya baadhi ya wanafamilia, eti kwamba ni kukusaidia kutafuta utajiri. Na kwa upande mwingine, shetani anaweza kukuaminisha kwamba sio shida hata ukitumia muda wa ibada ya Jumapili kwa Wakristo, au siku yako ya ibada kwa waumini wa dini zingine, au muda wa jumuiya kwa Wakristo, au muda wa mafundisho ya Ijumaa, au muda wa zoezi lolote la kiroho. Yaani anakuonyesha kwamba hivyo uviache ili uende kutafuta riziki, usije ukafa njaa, kama Ibilisi alivyokuwa anamshawishi Bwana wetu ili aache kufunga, eti kwamba asipate shida. Lakini Yesu alimshinda kwa neno la Mungu. Akamwambia, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Rejea kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 aya ya 3. Kishawishi cha tatu kinachopatikana katika Injili ya Mathayo sura ya 4 kinaambatana na tamaa au kiu ya mwanadamu ya kutawala wanadamu wenzake na viumbe vyote. Ibilisi anaweza akatumia nafasi hiyo ili kuingize wewe mwanadamu katika uharibifu au ukatili, na eti kwamba wewe unatafuta vyeo. Anaweza kumshawishi mwanadamu kutumia hata waganga wa kienyeji na ushirikina wao wa waganga wa kienyeji, eti kwamba ni kukusaidia kutafuta vyeo au madaraka.
Wapendwa, tukumbuke kwamba Yesu anashinda kishawishi cha kuabudu miungu akisema, msujudie Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Rejea kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya ya 13. Na enzi zetu miungu ni mingi ndugu zanguni. Kuna miungu ya mali, kuna miungu ya fedha, kuna miungu ya kutafuta vyeo, kuna watu wako tayari, kuna watu ambao wako tayari kufanya dhambi yoyote, kulipia gharama yoyote ili wapate vyeo. Na wewe angalia wanasiasa wa enzi zetu, wa dunia yetu. Ya dunia yetu utaona ni sehemu nyingi wako tayari kuua, kuiba, kusema uongo, kutoa rushwa, eti kwamba kutafuta vyeo. Kwa hiyo ni miungu, yani cheo kwako imekisha kuwa kama miungu ambao unaweza kuigharamia chochote. Kwa hiyo kuna miungu mingine ambayo ni jinsia ya kijinsia, yani watu wanapoteza akili, wanapoteza mali wakiwa wanakimbia nyuma ya mtu wa jinsia nyingine. Ndugu zangu, vishawishi hivyo vipo katika dunia hii. Na katika Injili ya Mathayo sura ya 4 kuna kishawishi cha pili kinachoambatana na kiburi cha mwanadamu. Ibilisi anaweza katumia kiburi chako ili akushawishi we mwanadamu kuacha kuwasikiliza wengine, kuacha kusikiliza hata neno la Mungu, kuacha kusikiliza mafundisho ya kanisa au mafundisho ya dini yako, kuacha kusikiliza ushauri kutoka kwa mwenzako, hata mwenzako wa ndoa ukaacha kumsikiliza, na akakuzuia usikilize hata kishawishi kutoka kwa wazazi, kutoka kwa walezi, kutoka kwa viongozi, hata kudharau ushauri kutoka kwa marafiki zako. Yaani ukaamua kutawaliwa na mawazo yako tu, ukiyadharau mapendekezo yote kutoka kwa wengine. Yaani ukaona kwamba hata ushauri wao hauna maana. Sasa ni kama yani umejisahau. Mungu mwenyewe ambaye ni mwenye ukweli wote anamsikiliza mwanadamu mkosefu. Yaani akiwa naomba, akiwa nasali, Mungu anamsikiliza. Wewe ni nani ambaye hauko tayari kumsikiliza jirani yako, kumsikiliza hata ndugu yako? Kwa wewe ukijidai kwamba wewe ndo una mawazo ambayo hayana kasoro. Kwa hiyo ndugu zangu, tukumbuke kwamba Shetani alitegemea Yesu ajidai kama mwana wa Mungu, hata ajitupe chini na malaika watamdaka. Yaani alitaka Yesu aachane na ule unyenyekevu wake unaosimuliwa na waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 2 aya 1 hadi 12. Lakini Yesu alishinda kishawishi hicho kwa kusema, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kumbuka kitabu cha Torati, yani ni rejea Kumbukumbu la kitabu cha Torati sura ya 6 aya 16. Kumbe ndugu zanguni, neno la Mungu nasi tuliache litusaidie kushinda vishawishi vyetu mbalimbali. Tuwe tunalitumia sana. Pamoja na silaha ya neno la Mungu, Wakristo tuna silaha zingine nyingi za kupambana na mwovu Shetani. Rejea Injili ya Jumatano ya Majivu. Tulisikia kwamba kuna silaha ya sala, kuna silaha ya kufunga, kuna silaha ya kutoa sadaka. Na sala ikiambatana na kufunga inamfukuza hata yule shetani aliyeshindikana. Sala ikisindikizwa na kufunga inamfukuza na yule shetani aliyeshindikana. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 17 aya ya 21. Ndugu zangu, kuna silaha zingine ni sakramenti zetu, hasa
kitubio na ekaristi takatifu. Tunapoungama pamoja na kusamehewa dhambi, tunarudi katika maisha yetu ya kila siku tukiwa na nguvu tele za kupambana na ibilisi. Unapoungama ni kama kumpiga shetani na kumshinda mpaka kaenda kujipanga upya. Sakramenti ya kitubio inatuwezesha pia kupokea ekaristi takatifu tukiwa na usafi wa moyo kiasi kwamba tutazaa matunda mengi. Wakristo tunaalikwa kuungama mara nyingi ili tutunze mioyo iliyo safi. Mara unapoanguka dhambini, wahi kuungama, wahi kutafuta sakramenti ya kitubio. Hakuna sala au ibada yoyote, hata sala ya kuomba msamaha mwanzoni mwa misa au mwanzoni mwa ibada, hakuna namna yoyote inayokuondolea dhambi la mauti au dhambi kubwa isipokuwa kwa njia ya sakramenti ya kitubio. Tunapomsihi Bwana mwanzoni mwa ibada ni namna ya tunamsihi ili atusamehe, ni namna ya kutunyenyekesha mbele ya Mungu ili tutambue kwamba sisi ni wakosefu na tuko mbele za Mungu aliye mtakatifu. Itabidi dhambi tunazojuta mbele zake tuamue kuziacha na kwenda kuziungama. Zitaondolewa kwa njia ya sakramenti ya kitubio. Sakramenti hiyo ni rahisi kuipata na haina gharama yoyote. Itakugharimu tu moyo thabiti wa toba na kuamua kuachana na dhambi zako au tabia zako mbaya. Anayethubutu kukomunika akiwa na dhambi la mauti au akiwa na dhambi kubwa anajiletea matatizo yeye mwenyewe. Rejea katekismu ya Kanisa Katoliki, linatukumbusha kwamba ni kukufuru, yaani sakrilego, zidi ya mambo matakatifu, na madhara yake yanasimuliwa na waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 11 aya 27 hadi 31. Tabia ya kuungama mara moja kwa mwaka au kwa kuchelewa zaidi, hiyo tabia lazima tuachane nayo. Inamfanya Mkristo ajisahau na kuishi kana kwamba yeye hana doa au hana makosa, na wakati mwingine akasahau hata kuungama dhambi ya wazi ya kukiuka amri ya 3 ya Mungu na amri ya kwanza ya kanisa. Ya 3 ya Mungu inasema shika kitakatifu siku ya Mungu, na ya kwanza ya kanisa na kukumbusha kuhudhuria misa takatifu au ibada Dominika, maana yake Jumapili, na sikukuu zilizoamriwa. Inapotokea mara moja hata mara mbili ukakosa kuhudhuria kwa maksudi, ukatanguliza ratiba zako, ukumbuka kuungama hiyo dhambi, na unapoenda usipokee mwili wa Kristo kabla hujaiungama. Hapo tunajisahau, watu wengi wanajisahau. Umetenda hiyo dhambi sio kwamba ulikuwa unaumwa, ulitenda kwa maksudi. Hiyo dhambi ukumbuke kuiungama na ujirekebishe. Unapoungama, unapotaja dhambi zako, usisahau kutaja dhambi ya sakrilego, dhambi ya kukufuru. Mara uliwahi kuwa unapokea kiholela holela ekaristi takatifu ukiwa na dhambi. Hiyo dhambi nayo itaje. Maana yake ukiukaji wa wowote wa amri yoyote ya Mungu kwa maksudi ni dhambi kubwa, na usishiriki mwili wa Kristo kabla ya kuiungama. Ndugu zangu, silaha zote hizo za kiroho pamoja na kutusaidia kupambana na ibilisi, tukizitumia vizuri, tunajengeka kiimani na tunawajenga wengine na tunasaidiana kutafuta uzima wa milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.